Zingatieni aliyowaasa. Ushauri ule ni wa muhimu sana katika maisha yenu. Baraka zote zimejengwa hapo. Mtu atakaye afodi kumpuuza mnyonge na kumnyanyasa, akachukua rushwa kwa kucompromise haki na maslahi ya mteja wake mnyonge, huyo Mungu atamwadhibu. Hawezi kufanikiwa. Na wakili miongoni mwenu ambaye hatambui umuhimu wa uzalendo kwa taifa hili ni kama hayupo. Kwa sababu fursa yako ya kufanya practice ya legal practice ni katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sio kwingineko. Na fursa hizo ziko za kutosha. Miongoni mwenu huwa wanateuliwa pia majaji, na miongoni mwenu huwa wanateuliwa watu wengine wa kushika nyadhifa mbalimbali katika utumishi wa umma. Na nimpongeze pia Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali kwa ushauri, kwa malezi haya kuwafunda ishini. Kwa mara mrefu sasa, kwa muda mrefu sasa, mimi nikiwa wakati huo nikiwa wakili namba moja kwanza, namba 2 deputy attorney general, and then wakili namba 1 Mwanasheria Mkuu wa Serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mara 2. Kwa mara ya kwanza leo naona hotuba za kujenga kutoka kwenye Tanganyika Law Society na kutoka kwa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Hivi ndivyo inavyopaswa kuwa utamaduni wetu. Leo ni tukio muhimu la kuwafunda hawa vijana, kuwafunda hawa mawakili ambao wanakuwa admitted kwenye role ya advocates. Hivi ndivyo inavyopaswa kuwa, na wanaoongea walipokuwa wanaongea hawa viongozi wana address zile changamoto zilizoko miongoni mwetu. Kwa hiyo niwashukuru sana Rais Mwabukusi. Tukio langu la kwanza tarehe 3 mwezi wa 7 la kuadmit hao mawakili, wewe ulikuwa na udhuru hukuwepo. Ninakushukuru sana, umeungana na mimi kuwashauri hawa mawakili kama na mimi nilivyoshauri siku ile. Nikasema ninyi ni wazaliwa wa kwanza, na wazaliwa wa kwanza katika jamii zote duniani huwa ni watu so much special. Sasa na ninyi mnakuwa wazaliwa wa pili, lakini mkiwa wengi hata kwa kuvunja rekodi. Ombi langu kwa Mwenyezi Mungu ni hili, kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki katika maisha yenu, katika utumishi wenu na shughuli zenu za kutetea haki. Mkifanya hivyo mtafanikiwa sana. Na exactly alichosema Rais Mwabukusi ni kweli. Mungu ni mwanasheria, na yeye ni wa utawala wa sheria, na utawala wake ule unaongozwa na katiba, na katiba ile ina ibara 2: kumpenda Mungu, kumfanya wa kwanza katika maisha yako yote, lakini na kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Lakini hiyo katiba yenye ibara 2 ina hizo pia principal legislations 10. Kwa hiyo ukisoma kile kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 20, Kutoka sura 20, unazipata hizo principal legislation ziko 10. Na Kutoka sura ya 21 mpaka 23 pale kuna subsidiary legislation, zile sheria ndogo zinazotafasiri sheria ndogo. So gonna live by these laws, you will succeed in your life. Mheshimiwa Mwabukusi amesitiza sana kuhusu hii ya kuwajali maskini, wanyonge, muwe na huruma. Hapo mtakuwa mnatekeleza amri ya 2, kumpenda jirani yako kama nafsi yako, ambayo ndiyo ibara ya 2 katika zile ibara 2 katika hotuba ya Mungu, katika ile katiba ya Mungu ambayo ni katiba ya upendo. Sasa kwa majukumu haya ambayo mnayo, na nimeona moyo utayari wa serikali kupitia ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuendelea kushirikiana na Tanganyika Law Society, na ikizingatiwa pia kwamba Mwanasheria Mkuu wa Serikali ndio advocate namba 1. Endeleeni
kuzingatia fursa hizi mnazopewa na serikali, kujenga mahusiano mazuri na serikali katika kutetea masilahi ya taifa hili, ikiwa ni pamoja na kwenye majadiliano ya mikataba kama ilivyokuwa nasema Rais Mambukusi pale. Tunataka brain zenu zitumike. Wale sisi huku serikalini hatuwezi kujifanya kwamba tuna akili kuliko wote. Tuna mashughuli ya mikataba, kuna mashughuli sijua vitu gani na vitu gani na vitu gani. You have got a role to play. And it's so much pivotal, not so much literal. Pivotal. Lakini utashirikishwa kama unaonekana pia kwamba una akili nzuri. Lakini viongozi hawa wamewaasa vizuri kwa hotuba ya Mheshimiwa Mwabukusi na hotuba ya Mheshimiwa Maneno, naibu mwanasheria mkuu wa serikali. Nadhani mmeweza kutambua hivi kuwa na akili nzuri ni kuwa mtu wa aina gani. Sasa mimi nichukue nafasi hii kuwaasa kwamba kama mtataka na kuendelea kuwa watu wenye akili nzuri kama mawakili, moja, mtapaswa kuwa sensitive to justice. Muiwe kuona haki inatendeka na ninyi wenyewe mtende haki. La pili, mnapaswa kuwa waadilifu, persons of integrity. Uadilifu huko kwa maana mbili. Moja, kuzingatia katiba na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zikiwemo na zile sheria zinazogovern utumishi wenu wa wakili, yani sheria ya mawakili na kanuni za maadili zinazotungwa na hiyo sheria. Lakini kuzingatia maadili na mila za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tatu, mtapaswa kuwa watu mnaomudu majukumu yenu kwa ufanisi ipasavyo. Competent. You have gonna be competent. Viongozi hawa wamewawasa namna gani mnaweza kuwa so much competent for taking seriously continuing education. Sio mnalizika tu na hizo statutes mlizonazo. Jurisprudence inabadilika mapema sana. Mtapaswa kusoma na hata yanayotokea nje ya mipaka ya taifa hili. Mjue, what is law after all? What makes a lawyer? Vyuo vikuu tunachofundishwa, alitufundisha hivyo Profesa Shivi. Mimi nikiwa mwaka wa kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alisema hivi, hapa chuoni hatuwafundishi sheria, ila tunawafundisha namna na hawa and where to find the law. Namna ya kupata sheria na wapi pa kuzipata hizo sheria. Ndio maana pale kuna somo linaloitwa legal research mnafundishwa. Lakini kitu kingine unachokuja kukigundua kwenye hii what makes a lawyer ni uwezo wako wa kutafasiri sheria hizo, lakini na kuzitoa hizi tafasiri ulizozitoa kwa watu wengine wasiojua sheria au wanaojua sheria, iwe ni mahakamani, iwe ni kwa mteja wako. Na ndio maana kuna somo linaitwa communication skill. Na pale utaona kwamba hata punctuation mark it matters a lot. A simple punctuation mark, it is misplacement kwenye sentence inaathiri maana iliyokusudiwa. Kwa hiyo sio lazima usome international law ndio ujifunze mambo mengine yanayotokea duniani. Provided you have got a client who needs your service, will be able to provide that legal service competitively. Kana kwamba ni mtu aliyesoma hizo international law. So swala la competence ni muhimu sana. And on my side I have been so much keen on this one. Even when I was practicing as a judge of the High Court here, those who were entering appearance before me, they so much know about me. Now, kiongozi wa Law School of Tanzania, I think you're gonna be so much keen on this one.
Na ninyi mnakaa pale mnawakamata watu, mnawakamata as if there is something so much special about this one. Nimeshawaambia what makes a lawyer. Ndivyo hivyo vitu viwili. Nothing else. Haya mambo mengine unakuja kuyajua unapoenda kwenye practice. And on a serious note, I would like to advise the Law School of Tanzania to have a practical oriented training programs rather than this so much theoretical. Kwenye theory ndipo nakamata watu wengi, lakini sio kwenye practical. Tunataka vijana wote wanao graduate. Tulikuwa na chuo kikuu kimoja Tanzania, University of Dar es Salaam, iliyokuwa inatoa elimu ya sheria. Right now tuna vyuo vingapi vinavyotoa kozi za sheria, shahada za sheria? Wanao graduate ni wangapi vis-a-vis uwezo wenu wa kudahili wanafunzi pale? Utakuta kwamba idadi ni kubwa, uwezo wenu ni mdogo. Hawa watu wamewekewa sharti ili watambulike kama wanasheria, wajiajiri au wajiajiriwe, lazima wawe na hiyo elimu. Postgraduate diploma ya sheria. Sisi serikalini tunachukua hatua. Tunataka kila muhitimu wa shahada ya sheria apate access ya kusoma hicho chuo, kusudi ije msaidie na yeye ama kujiajiri au kuajiriwa. Nilipokuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, niliweka kwenye mswada Written Laws Miscellaneous Amendment kwamba wanasheria wanaoenda kusoma ile diploma ya sheria pale Law School of Tanzania nao waweze kuaccess mkopo. Imekaa humo wewe bado imo au ameshaitoa. Why is this? Hatuwezi kuafford kuwa na tabia ina hiyo. Hao watu watafanyaje? Wao wanaenda kusoma vyuo vikuu kwa mikopo. Na ili waweze kupractice wanapaswa wao wamesoma Law School of Tanzania. Mikopo hawana. Sasa wataendaje pale kusoma? Well, tumeshachukua hatua. Ndani ya Wizara ya Katiba na Sheria. This problem I think gonna be solved one of these days. Mheshimiwa Waziri angekuepo hapa angelisema hili. It is either to scrap Law School of Tanzania altogether, ibaki kuwa permanent secretariat ya Council of Legal Education. Hii training iwe mainstreamed kwenye hivyo vyuo vya nyuu. That is it. Otherwise, serikali lazima itoe mkopo kwa kila mwanafunzi ili aweze kuaccess ile kitu. Now, this is so much important kwa sababu after all, hata ukisoma ile dira ya maendeleo miaka 20, msingi mkuu unazungumza juu ya utawala, amani, haki. What is this here? Utawala, amani, usalama na utulivu. Ukiwa na maeneo manne ya vipaumbele. Kipaumbele cha kwanza kikiwa utawala bora na haki. Kipaumbele cha pili kikiwa serikali za mitaa imara na zenye ufanisi. Kipaumbele cha tatu kikiwa ni utumishi wa umma unaowajibika, na kipaumbele cha nne kikiwa amani, usalama na utulivu. Lipo soko kubwa sana la hawa na sheria. So tunataka hawa wanao graduate waende wajiajiri, ama kama ni kwenye utumishi wa umma waende good. But sehemu kubwa naona wanaenda kujiajiri. Tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka huu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alipokuja kutuzindulia majengo haya makao makuu, aliridhia sera ya mahakama ya kuwa na mahakama ya mwanzo kila kata.
Wenzetu wa jeshi la polisi tayari wapo kwenye hizo kata. Maana yake tutajenga mahakama za mwanzo kila kata. Na ndio maana unaona umuhimu wa ushauri wa Mheshimiwa Mwambukusi hapa kwamba ninyi tawanyikeni. Right now mawakili wa kujitegemea na mawakili wa serikali wanaruhusiwa kwenda kwenye mahakama za mwanzo kama hakimu ni hakimu mkazi. Yaani hakimu ni ambaye ana shahada ya sheria. And I can assure you, kwa hii ambapo nafasi ya kipaumbele cha kwanza katika msingi mkuu wa dira ni utawala bora na haki, na hivi vitu huwa vinaenda pamoja. Tunataka wanasheria wanaograduate wapate soko, wasiwe na sababu ya kuilalamikia serikali. Na kuna sheria itatungwa ya dhamana, the Bail Act, ambayo inaweka utaratibu, very comprehensive procedure, na sababu za kutoa dhamana au kuzinyima. Mwaka huo unaokuja hautaisha, hiyo sheria itakuwa in place. Na ikitokea ni hivyo na umewekwa utaratibu, kwa makosa yale ambayo machache hayana dhamana, itatakiwa kesi iwe imeanza kusikilizwa ndani ya kipindi cha miezi 6. La sivyo watu watapata dhamana. Ikitokea hivyo maana yake ni kwamba right now kama mnavyofahamu kwenye mahakama za mwanzo, makosa yote ambayo ni tribe mbele ya mahakama za mwanzo, yote ni yale ambayo ni bailable, yanadhaminika. Maana yake ni kwamba kama milango ya dhamana itafunguka, kuna uwezekano mkubwa sana mahakama ile ya mwanzo kuongezewa majukumu mengine ambako sasa ninyi mtakuwa mnaenda mna practice huko. Soko lipo. Hii habari ya kwenda kukaa tu Dar es Salaam hapa na Dodoma na miji mingine, kama Mheshimiwa Mwambukusi amewatajia maeneo yale ambayo fursa ziko nyingi. Siku ile mimi niliwatajia Ifakara na wazazi wakanishangilia sana pale, wanajua. Kwa hiyo niwaombe sana, jiandaeni, lakini tunataka watu ambao ni so much competent. Kwenye eneo hili huwezi kuacha sheria hapa. Sheria inahusika kila sehemu. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nakiona wakati ule unaokuja mbele yangu, kama nilivyokwisha kusema, nilikuwa nageuka kufundisha. Unauliza huyu mtu ametoka wapi? Halafu wale wanaokuja wanaomaliza shahada ya sheria wakaja wakawa legal officer kwenye law firms, wengi wao wanapoenda law school wana pass on the very first sitting. Wengi wao wana pass. So tunachokitaka ni practicals. Tuta mainstream hiyo, na Council of Legal Education ambao mimi Jaji Mkuu ndio mwenyekiti wake, ndio hata hiyo inayosimamia practical legal training, na ndio overall supervisor legal education katika vyuo vyetu. Hii tutaivalia njuga. Tunataka tutengeneze watu ambao ni so much competent, wakiamuka huko wanaenda mahakamani, wanaenda ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, wanaenda ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wanaenda ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka inaitwa National Prosecution Service, wanaenda kwa kabidhi wa mkuu, wanaenda kila sehemu ambako wanaweza wakapata hivyo vitu. Na hii elimu itakuwa rahisi wanaosoma huko Sauti ya Tanzania, Sauti University, si ndio? St. Augustine University of Tanzania, walioko Mwanza, walioko Ifakara, walioko Linga, walioko kila sehemu, Dar es Salaam, Dodoma, watasoma huko. Walioko Tumaini Makumira, sijui Tumaini ya wapi, watasoma huko. Walioko kule Mbeya watasoma huko kwa Mzumbe ya Mbeya na Mzumbe ya Dar es Salaam na Mzumbe ya wapi? Ya Morogoro. Na muko Busia kule Moshi. So ile bindani. Tunataka kufanya hii kozi kama myth hivi na nini? See this. It is a practice which makes perfect. Practice ndio mnafanya mtu awe perfect.
Ngoja niwaambieni, shuleni mimi sikuwa kilaza shuleni. Sikuwa kilaza. Lakini nimetoka pale chuoni, nenda kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pale, ninaajiriwa kwa wakili wa serikali. Ndio nigundua kwamba kumbe kule shuleni kule ilikuwa ni matheory tu anaturundika vichwani, humu yamejaa kichwani hakukuwa na kitu. Lakini nilianza kupractice ndio nikajua. Sasa sisi tumekazania makaratasi ya wapi? Kwa hiyo that is it. Mimi nadhani hili nimelisema linaudhi. Sometimes sisi kama wazazi na viongozi tunapata malalamiko. Watoto wetu wanakamatwa. Tena sio kwa sababu za msingi na hasa wa kike.